Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Februari 9 siku ya Jumatatu asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema siri ya Mahenge kugeuka eneo hatari kifafa. Siri ya Mahenge kugeuka eneo hatari kwa kifafa. Lakini Kiingereza cha bungeni cha zua mjadala mpya. Kiingereza cha bungeni cha zua mjadala mpya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini habari kubwa ni Kariakoo mpya. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe, inasema Kariakoo mpya. Lakini siku 305 gerezani kesi ya uhaini ya Lissu leo. Siku 305 gerezani kesi ya uhaini gerezani leo. Lakini viazi bei juu, chipsi zawa anasa, walaji na wakulima walia. Hiyo ni habari kunapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini kuna habari inayosema ang'atwa mdomo na mkewe kisa simu ya mwanamke. Ang'atwa mdomo na mkewe kisa simu ya mwanamke. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Inaanza na habari inayosema kesi waliopora NMB Temeke kuanza upya. Kesi waliopora NMB Temeke kuanza upya. Lakini janga jipya la pikipiki na bajaji zinazotumia umeme. Janga jipya la pikipiki na bajaji zinazotumia umeme. Lakini kesi ya Lissu kunguruma kwa siku 20. Na Kariakoo sasa mpya Samia aonya. Kariakoo sasa mpya Samia aonya. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini sababu za mashabiki kukacha kwenda viwanjani. Hilo ni gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Uhuru lenye ukurasa wa mbele, lina habari inayosema watatu wanaodaiwa na majambazi wa uawa. Watatu wanaodaiwa ni majambazi wa uawa. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Uhuru. Lakini tabasamu la rejea Kariakoo. Tabasamu la rejea Kariakoo, wachumi wataja mambo 7 kukuza sekta ya utalii. Wachumi wataja mambo 7 kukuza sekta ya utalii. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Majira lenye asubuhi ya leo linaandika habari inayosema Tani Trade yafungua dirisha la usajili washiriki 77. Lakini mapambano ya Tanzania dhidi ya mafuta ya transi katika vyakula tu yatapunguza madhara. Lakini waziri Awesu apeleka Neema Kalambo. Waziri Awesu apeleka Neema Kalambo. Lakini PM soko jipya Kariakoo kielelezo cha kazi na utu. Lakini wasomi waeleza alama zilizoachwa na hayati Profesa Kairuki. Na mashirika 30 yatoa tamko zito kuhusu ukeketaji nchini. Mashirika 30 yatoa tamko kuhusu ukeketaji nchini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Majira, tuangazie kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania lenye linaanza na habari inayosema serikali yaahidi usalama soko la Kariakoo. Serikali kufungua fursa za ajira kupitia mikataba 5. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Uelekeo lenye linaanza na habari inayosema ahadi siku 100 za Samia zimetimia. Ahadi siku 100 za Samia zimetimia. Rais Dr. Samia aagiza mazito Kariakoo mpya. Rais Dr. Samia aagiza mazito Kariakoo mpya. Lakini Chalamila marufuku kufanya biashara barabarani Kariakoo. Marufuku kufanya biashara barabarani Kariakoo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye linaanza na habari inayosema
sekta za elimu, afya, Manyara mara zilivyopigwa tafu ya milioni 343 na NMB. Lakini Samia agiza kurudishwa wafanyabiashara Kariakoo. Samia agiza kurudishwa wafanyabiashara Kariakoo na serikali kufungua fursa za ajira kupitia mikataba mitano. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwa gazeti lako la Zanzibar Leo lenye lina habari inayosema Dr. Samia agiza uwajibikaji, uwiano, nafasi Kariakoo. Lakini Hemed, tumieni mahakama mpate haki, elimu, sheria. Na familia yampa mtoto jina la daktari wa Kichina Pemba. Lakini tunakaribia kuondoa mikondo miwili. Huyo ni waziri Leila asema tunakaribia kuondoa mikondo miwili. Lakini tukiachana gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru lenye linaandika habari inayosema aweni mpya wenye matatizo ya mifupa. Aweni mpya wenye matatizo ya mifupa, maji ya CF Natural yazinduliwa Mafinga. Lakini maono ya hayati Profesa Kairuki yaendelea kutimia. Alianzisha hospitali, chuo kikuu, sasa kiwanda cha dawa na kituo cha kupandikiza mimba Green 4F. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa mbele. Lakini Nemki yatumia kongamano la anwani za makazi Dar es Salaam kuhimiza umuhimu wa mazingira. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo asubuhi ya leo linaandika siku 100 za Rais Samia, mapinduzi sekta mafuta na gesi. Lakini Nemki ilivyotoa elimu mazingira, kongamano la anwani za makazi. Lakini wabobezi wa mifupa kutoka India watua da. Hayati Profesa Kairuki akumbukwa kwa ushujaa sekta ya afya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari lenye kwenye kurasa za mbele linaandika serikali kufungua fursa ajira kupitia mikataba mitano. Lakini sekta ya mafuta na gesi kama nguzo ya maendeleo ya taifa. Na tumejenga upya Kariakoo kulinda ajira vipato. Huyo ni Dr. Samia asema, huko Tanzania Uganda kuanza kuuza mafuta Julai mwaka huu kupitia EACOP. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo lenyewe kurasa za mbele lina habari inayosema mvua ya haribu makazi, makanisa, madarasa Kilindi. Lakini Samia Kariakoo iwe mfano wa Afrika, ataka mifumo ya kodi, viwango vya bidhaa, wazi mapato. TAMISEMI agiza barabara ziwe wazi saa 24. Lakini kuna habari inayosema Mwigulu atoa maagizo anwani za makazi. Lakini ujenzi utekelezaji mradi wa bilioni 500 siku 100. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kurasa wa mbele kuna habari inayosema bodi ya wadhamini TANAPA yapokea rasimu ya mpango mkakati. Lakini Dr. Samia akamilisha ahadi aliyowapa Kariakoo. Na timiza zingine zilizoahidi siku 100 baada ya uchaguzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Tanzania Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la Tanzania Leo kuna habari inasema Chama ampigia saluti kipa Simba. Chama ampigia saluti kipa Simba. Lakini JKT Tanzania kujimarisha kileleni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini bado kuna habari inayosema kwenye gazeti la Habari Leo Yanga Azam hesabu nzito robo fainali. Dodoma Jiji kicheko KMC hali tete bara. Futsali Tanzania yafuzu AFCON. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Mwanahabari kwenye michezo naandika Azam Wydad mechi ya kibabe. Twiga Stars kupiga kambi Malia. Lakini Goztepe kuongeza mkataba wa Dismas. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Huko gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo kuna habari inasema magumu yanayopitia wanamichezo wanawake. Magumu wanayopitia wanamichezo wanawake. Lakini Pedro asisitiza haijalishi bado
Pedro asisitiza haijalishi bado. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika Yanga yapiga hesabu za kikokotoo Simba basi tena. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini bado kwenye kurasa za michezo kwenye gazeti lako la Mwanaspoti linaandika hesabu ngumu, Pedro anaachia msala mastaa, Azam yaweka rekodi, lakini Sebaka apiga mkwara Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.